Basi tunakwenda kusikia neno la Mungu jioni ya leo saa hii, na ninaamini kabisa kwamba tutatoka kama tulivyoingia, kwa sababu ndicho ambacho kimetukusanya ili kuweza kushiriki meza yake. Kichwa cha somo kitakuwa kinasema uelewe ukombozi na uhuru unaopatikana ndani ya Kristo Yesu. Na tukiangalia ujumbe huu au tukiangalia kichwa cha ujumbe huu, neno au ile eneo la ukombozi na uhuru unaopatikana ndani ya Kristo Yesu ni moja ya eneo ambalo kanisa au sisi waamini tunatakiwa tulielewe kwa kina sana, ile eneo la ukombozi na uhuru ulio ndani ya Kristo Yesu. Kwa sababu kutokuelewa ile eneo kwamba tumepokea ukombozi, tumepokea uhuru, kutokuelewa kwa kina kwamba uhuru tuliopokea, ukombozi tuliopokea katika Kristo Yesu ni ukombozi wa aina gani? Ni ukombozi unaofananaje? Unafanya kitu gani? Tusipoelewa kama kanisa au kama waamini, tutapeperushwa huku na huku na upepo wa mafundisho mbalimbali. Kwa sababu katika zama hizi kumekuwa na mafundisho ambayo kana kwamba Kristo hakutukomboa. Kana kwamba Kristo hakutukomboa. Yaani kumekuwa na mafundisho ambayo yana tufanya bado tuwe kama watumwa. Kwa hiyo tunaposikia somo hili au tunaposikia ujumbe huu, utatusaidia sana kuweza kufanya nini? Kuweza kuelewa aina ya ukombozi ambao tumeupokea katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tutakuwa na ujasiri, kwa maana kwamba moja ya changamoto nyingine ambayo iliyopo katika kanisa, pale ambapo utakuwa haufahamu kile ambacho Kristo amekifanya kwa ajili yako, unaweza bado ukawa na uoga, unaweza ukawa bado unakuwa una hofu na mashaka. Kwa hiyo nimesema kwamba kuna mafundisho mengi katika zama hizi ambazo yamewafanya watu kuwa ni mateka, au yamewafanya watu kutouishi ule uhuru ambao tunaupokea katika Kristo. Kwa mfano tunapoona fundisho la laana ya kupatiliza kizazi cha 3 hata cha 4, kwamba hayo unayopitia aidha ni laana za mababu ambazo umezirithi kutoka kwa mababu zako, au uko wenu uko chini ya laana. Kwa hiyo iko unachokipitia ni kwa sababu ya laana za ukoo na kadhalika. Yaani wewe umeokolewa, lakini bado unaambiwa kuna laana za ukoo. Umeokoka, umempokea Yesu Kristo, lakini kuna laana za ukoo na mababu zinakufuatilia. Kuna mafundisho ya kukomboa ardhi. Wewe umeokolewa, alafu eti hapo kwenye hiyo ardhi uliokaa unaambiwa eti kwamba inatakiwa ivunjwe maagano na kadhalika. Mafundisho ya namna hiyo. Lakini pia kuna mafundisho ambayo yanatuelekeza kutoa sadaka za ukombozi. Unatoa sadaka ya kukomboa familia, toa sadaka yako ya kukomboa. Yaani kuna mambo ambayo yanawekwa hapo katikati, kana kwamba ukombozi tuliopokea katika Kristo Yesu tunaugaramia, au kuna vitu inabidi tuvilipe ili ule ukombozi uwe kamili. Kwa hiyo katika zama hizi watu wengine wamepelekwa huku na huku na mafundisho kwa sababu ya kutokuelewa kwamba Kristo ametukomboa. Je, ukombozi katika Kristo Yesu ni ukombozi nusu, kwamba ametukomboa
alafu bado kuna vitu ambavyo yatakiwa tuvifanye ili ule ukombozi uwe kamili. Tunapozungumza uhuru katika Kristo Yesu, huo uhuru unapatikanaje? Unapatikana katika namna gani? Kwa sababu unaweza ukajidai kwamba mimi niko huru, lakini kama uelewi uhuru ulioupokea katika Yesu Kristo, unaweza ukawa una declare tu kwa maneno, unatangaza kwa maneno tu, lakini kiuhalisia hauko huru. Kwa sababu uhuru, takapokuja kuangalia kwa kina, uhuru sio kitu cha kuzungumza, uhuru ni kitu cha kuelewa. Yaani uhuru unatokana na kuelewa, kujua. Sio kitu cha sasa. Hapa tuangalie asili ya msamaha. Kwa ni kitu kinatokana na kufanya nini? Kitu ambacho kinatokana na kujua. Bwana Yesu asifiwe. Kinatokana na kuelewa na kujua. Nitaomba usitumie data yoyote ili iwe vizuri Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimesema mambo hayo kwa sababu ile eneo la masuala ya ukombozi yamekuwa mengi mno mjini kati, yamekuwa mengi huko vijijini. Kuna ibada za ukombozi, za kukombolewa, kukomboa ardhi, kukomboa familia, sijui kukomboa, wengine mpaka wameenda mbali misukule, sijui unakomboa misukule. Kuna vitu vya ajabu. Lakini sisi kama waamini yatupasa tufundishane, ili vinapokuja mafundisho ambayo pengine yanafanya ule ukombozi ambao Kristo ametupatia kana kwamba haujakamilika, kana kwamba sio ukombozi kamili, kana kwamba tunatakiwa bado tusaidie. Yaani ukombozi wa namna hiyo utakapokuja, kuna ukombozi mwingine utakapokuja nje na ule aliofanya Kristo, tuweze kuelewa au uweze kupambanua kwamba hii si sahihi. Hii si sahihi. Kwa hiyo lengo hasa la somo hili ni kutuimarisha ufahamu wetu ili tuweze kuelewa nini? Tuweze kuelewa ukombozi ambao tumeupokea katika Kristo Yesu. Tuelewe uhuru tunaopokea katika Kristo Yesu. Kwa sababu watu wengine hii neno uhuru wamelitranslate, wamelitumia ndivyo sivyo, kwamba tuko uhuru. Alafu huo uhuru wanaishi uhuru nje na sheria za Mungu. Lakini uhuru utakuja kuangalia kwa kina, uhuru una responsibility, unakuwajibika. Yaani popote ambapo kunasema kuna uhuru alafu hakuna mipaka na kuwajibika, kuna namna ambavyo hakuna uhuru hapo. Kuna namna hakuna uhuru. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana tunapolianza somo hili, ili mwisho wa somo hili tuweze kuelewa kwa kina ukombozi na uhuru unaotokana na kumwamini Yesu Kristo ni ukombozi wa aina gani. Kwa sababu iko hivi, Musa katika Torati alizungumza namna ya ukombozi. Mafundisho ya Musa pia yalielezea kuhusiana na ukombozi kwa wana wa Israeli, namna ya kukomboa si mzaliwa wa kwanza, kukomboa taifa kama taifa. Kuna namna ambavyo kuna maelekezo alipewa Musa kwa ajili ya wana wa Israeli. Sasa ukiangalia maelekezo aliyopewa Musa na maelekezo ambayo sisi tunajifunza kwa Kristo, yanaweza akawa ni tofauti. Yanaweza yakafanana katika namna ya mfano, lakini ni tofauti. Mmoja ilikuwa ni mfano, alafu huyu mwingine au Yesu Kristo, mjumbe Yesu Kristo, ni ukombozi wa halisi kabisa, kwamba ulikuwa ni kamilifu, hauhitaji jitihada za wanadamu. Ule wa Musa ulikuwa ni wa maelekezo ili watu watende kukombolewa. Ilikuwa ni ukombozi kwa njia ya matendo. Lakini katika Kristo ametukomboa kamili. Kwa hiyo natamani tunapotoka katika siku hii ya leo
tuelewe. Sasa lazima tujiulize, hivi kwa nini nisimsikilize Musa, nimsikilize Yesu Kristo? Unajua kuna mtu mwingine anakuambia, ukiangalia Biblia tunataka tusome Biblia yote. Sasa tusome Biblia yote, maana Biblia si maneno ya Mungu, wanasema maneno ya Mungu. Lakini Biblia ni mkusanyiko wa vitabu au maandiko ambayo yana misingi ya kiagano. Kwamba katika maandiko ya Biblia zile habari zimeandikwa kwa kuakisi maagano. Kwamba kuna agano ambalo Mungu aliingia na nyumba ya Israeli kwa mkono wa Musa. Na kuna agano ambalo Mungu aliingia na nyumba ya Israeli, lakini hilo agano likajumuisha kila atakayeamini. Kwa hiyo maana yake ni kwamba lile agano Mungu aliingia kwanza, na sema alienda kwa nyumba ya Israeli kulitambulisha hilo agano. Sasa nyumba ya Israeli wengi walilikataa. Mataifa tukaingia kila atakayeamini. Hilo linaitwa agano jipya. Kuna lile agano la kale ambalo lilikuwa ili uweze kubalika na Mungu, ili kulazimu uenende katika namna ya matendo fulani ili uweze kupokea ukombozi. Lakini katika agano ambalo Mungu ameingia na kila aaminie, kwamba ameingia na nyumba ya Israeli na kila atakayeliamini hilo agano jipya. Agano hilo ni agano ambalo yeye amefanya kwa ajili yetu, kwa sababu lile la kwanza haikuwezekana kwa matendo yetu, haiwezekani ile la pili tena bado liwe kwa matendo yetu. Kwamba ukombozi katika agano hili la pili ametukomboa kamili yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa natamani tutakapotoka mahali hapa tuelewe hii kitu ambacho nakisema, hii summary ya kitu ambacho ninachokisema. Kwa nini tumsikilize Yesu? Tusimsikilize Musa. Tusisikilize manabii. Kitabu cha Mathayo 17 kuanzia mstari wa kwanza. Tunaona hapa Mungu mwenyewe ndio anasema. Unajua Yesu akusema nisikilizeni mimi, akusema yeye bana natakuwa mnisikilize mimi. Yaani Mungu mwenyewe alithibitisha kwa kitu. Unajua kuna namna fulani ukisema kwamba bana mnatakiwa mnisikilize mimi hapa. Kuna namna fulani unaweza kusema huyu jamaa anajifagilia. Mbona anataka tumsikilize yeye? Lakini watu wengine pengine uko nje wakasema bana jamaa mnatakiwa mumsikilize yule jamaa. Inakuwa ina nguvu. Kwa hiyo katika kitabu cha Mathayo 17:1-8 tunaona hapa Mungu anamdhihirisha Yesu kwamba yatupasa tumsikilize yeye. Sauti ya Mungu mwenyewe ikatoka ikasema tumsikilize yeye. Kitabu cha Mathayo 17:1-8 anasema, na baada ya siku ya 6 Yesu akatoa Petro na Yohana nduguye na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Anasema akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Anasema natazama wakatokewa na Musa na Elia wakizungumza naye. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwako mahali hapa. Ukitaka nitafanya vibanda vitatu, kimoja chako, kimoja cha Musa na kimoja cha Elia. Anasema walipokuwa katika kusema, tazama wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama sauti ikatoka katika wingu lile ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu niliyependezwa naye, msikieni yeye. Na wale wanafunzi waliposikia wakaanguka kifulifuli wakiogopa sana. Yesu akaja akawagusa akasema, inukeni wala msiogope. Wakainua macho yao wasione mtu ila Yesu peke yake. Hao watu walikwenda na Yesu mlimani. Alafu Yesu anatokewa na Musa na Elia. Kwamba Musa ni mjumbe wa lile agano la kwanza, agano la kale. Alafu Elia alikuwa ni mkuu kati ya manabii. Kwa hiyo unapozungumzia manabii katika agano lile, Elia ni moja ya manabii wakubwa, tunasema wakubwa. Sasa
Wanafunzi kwa sababu walikuwa wamefundishwa mafundisho ya Kiyahudi, walikuwa wanaelewa mafundisho ya Musa, kwa sababu katika Uyahudi ulikuwa kujifunza mafundisho ya Musa ni kitu ambacho sema ndio namna ya utaratibu wa maisha. Petro akamwambia, kwa nini tusijenge vibanda vitatu, kwamba kimoja cha kwako, kingine cha Musa, kingine cha Elia? Yaani alikuwa maana yake ni kwamba nini? Make alikuwa anaweka katika level sawa, wote wakae katika hivyo vibanda vitatu. Alafu sauti ikasikika kutoka mbinguni, ikasikia kutoka kwamba huyu ndio mwanangu mpendwa wangu wa pekee, msikieni yeye, msikieni yeye. Kwa sababu ile kuweka vibanda vitatu maana kwamba anaweka wote katika grade sawa, anaweka wote katika level sawa. Unajua, kwa mfano katika ikatokea kwamba labda kuna viongozi labda wameenda sehemu, kuna wameenda sehemu labda kwenye kupanga labda vyumba au kama ni hoteli, yule ambaye ni ambaye ni top kabisa anaweza akapata ile VIP, sema VIP suite, umeona, kwa sababu ya nafasi yake. Alafu nyewe pengine wa chini chini, nyewe wasaidizi mnaweza mkapata zile za kawaida. Yaani haiwezekani mkaenda labda kwenye ziara, alafu mko na kiongozi wenu ule mkubwa kabisa, alafu ikawa ni sawa. Kama kuna kugharamiwa ikawa ni sawa, haiwezekani. Sasa walikuwa wanamweka Yesu na mitume na Musa na nabii Elia kwamba hao wote watakuwa sawa. Mungu akasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu wa pekee, msikieni yeye. Alafu wale wengine wote wakapotea. Kwa hii inaashiria nini? Inaashiria kwamba tunatakiwa tumsikilize nani? Tunatakiwa tumsikilize Yesu. Tumsikilize Yesu. Kwamba wanaweza kuwa wamefundisha watu wengi, wamefundisha wengi katika mafundisho kwa habari ya ukombozi, lakini sisi tunatakiwa tumsikilize nani? Tumsikilize Yesu. Sasa nataka tuangalie kwanza tuangalie maana ya uhuru na ukombozi, kwa sababu tumezungumza kwamba kombozi tunaopata katika Kristo Yesu. Katika nyakati za kale au katika Torati ya Musa, mtu alitakiwa ajikomboe kwa matendo yake, aidha kwa kutoa maelekezo ya kutoa wanyama. Itakiwa umkomboe mzaliwa wa kwanza, ukomboe nini, yaani kila kitu ilikuwa ni kukikomboa. Katika mafundisho ya Musa kila kitu unakikomboa. Kwa hiyo ukombozi katika Agano la Kale, katika lile agano Mungu alilolifanya na wana wa Israeli, ilikuwa ni ukombozi kwa njia ya matendo. Lakini katika Kristo tumeona kwamba Mungu anasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu wa pekee, msikieni yeye. Sasa tuangalie ukombozi huu ambao Yesu aliufanya. Lakini kabla ya kuangalia ukombozi huu, lazima tuelewe maana ya ukombozi. Na ukombozi, tunaposema ukombozi, ni kumtoa mtu au kitu mbali na utawala uliomfanya kuwa mtumwa na kumrejesha kwenye asili yake ya hapo mwanzo. Ukombozi ni kumtoa mtu au kitu mbali na utawala uliomfanya kuwa mtumwa na kumrejesha kwenye asili yake ya hapo mwanzo. Kwa hiyo ili kitu kiitwe au process iitwe ukombozi, lazima huyu mtu awe na asili yake ya mwanzo, alafu anatolewa kwenye ile asili aliyowekwa ambayo sio asili yake, anarejeshwa katika asili yake. Kwamba lazima kuwe na asili na kuwe kuna utumwani. Lazima kuwe kuna asili ya mtu alipokuwa mwanzo, alafu kuna kuwa na mazingira ambayo yanamfanya kuwa mtumwa, sio mazingira yake ya asili. Kwa huyu mtu ukimtoa katika mazingira yale ambayo yako ya utumwani, ukamrejesha kwenye mazingira yake ya asili, tunasema umemkomboa.
Na katika hili tukiangalia, mtu anaweza kaingia utumwani kwa namna gani? Yaani vitu gani ambavyo vinasababisha mtu kuingia utumwani? Mtu anaweza kaingia utumwani kwa kushawishiwa au kukushawishika. Kwa kushawishiwa au kukushawishika. Wakati mwingine kwa sababu ya kudaiwa, anadaiwa, ameshindwa kulipa, anaingia katika utumwa. Lakini pia anaweza kaingizwa utumwani kwa nguvu. Kwa hiyo nasema kwamba utumwani, mtu anaweza akaingia kwa kushawishika, aidha kwa sababu anadaiwa, lakini pia kwa sababu ya akaingia utumwani kwa sababu mtu amemwingiza utumwani kwa nguvu. Ukiangalia wana wa Israeli waliingia utumwani mwanzoni kwa kushawishika, kwamba walishawishika kuingia Misri kwa sababu kulikuwa wamepata ile access kupitia Yusufu, kwamba Yusufu alikuwa ni waziri mkuu, alafu kulikuwa kuna hali nzuri, walipewa eneo zuri. Kwa hiyo ikawakuta wakashawishika kuingia katika utumwa, sema automatically wakashawishika wenyewe, wakaingia sio kwa nguvu. Alafu baadaye walivyokuwa wengi, walipojazana, sasa ndio ikawa ile tafrani. Lakini pia kuna mwingine anaweza kaingia kwa sababu pengine wamevamiwa. Ukiangalia wana wa Israeli pia walishaingia utumwani kwa kuvamiwa na mfalme Nebukadreza, mfalme wa Babeli. Kwa hiyo waliingizwa utumwani kwa nguvu, wakapelekwa Babeli kwa nguvu. Na kingine katika hili nataka niongee kidogo hapa, kwamba ukiona mtu ameingia utumwani katika njia fulani, kwamba ameingia kwa kushawishiwa, ameingiwa kwa sababu ya sema ile nguvu, kwamba imetokea amekamatwa kwa nguvu, kapelekwa utumwani kwa nguvu. Mtu anamna hiyo kumkomboa, njia ile ambayo imetumika kumuingiza utumwani ndio njia hiyo ambayo utatumia kumtoa katika huo utumwa au kumkomboa katika huo utumwa. Kwamba mtu ameingia utumwani kwa sababu anadaiwa, kwa sababu ana deni. Ukitaka kumkomboa mtu wa namna hiyo ambaye ameingia utumwani kwa sababu ya deni, mtu wa namna hiyo unamkomboa kwa kulipa deni. Yaani njia ya kumkomboa lazima ushughulike na deni. Mtu ambaye ameingia utumwani kwa nguvu, ameingia kwenye utumwa kwa nguvu, ukitaka kumrejesha kwenye namna yake ya asili, unatumia nini? Unatumia nguvu. Ndio maana wana wa Israeli walipoingia Babeli kwa mkono wa nguvu, kuwatoa pale, ili lazima Mungu amuinue Koreshi. Alafu Koreshi akaangusha ule ufalme. Alafu wale wana wa Israeli ndio wakarudi wakakombolewa, wakatoka katika nchi ya utumwa, wakakombolewa, wakarudi katika nchi yao ya asili. Wana wa Israeli waliingia utumwani Misri kwa kushawishiwa, kwamba kule kuna mazingira mazuri, walipewa eneo. Alafu ukiangalia Yusufu alikuwa katika royal family. Tayari kuna namna fulani alikuwa katika ile royal ranking, katika hadhi ya kifalme. Alikuwa ni waziri mkuu na alikuwa amepewa mamlaka yote katika Egypt. Sasa namna ambavyo Mungu anawatoa, alikuwa anawatoa kwa kumshawishi Farao au waachie. Alimshawishi kwa neno kupitia mjumbe wake, lakini kwa ishara na ajabu, ili moyo wa Farao uwape ruhusa, kwa sababu wale watu waliingia kwa kushawishika. Kwa namna ya kutoka, namna ya kuexit ilitakiwa ni namna ile ambayo wameingilia. Bwana Yesu asifiwe. Na kingine pia nataka nitoe mifano tu ili tuweze kuelewa kidogo.
Nataka nitoe mifano kidogo ili tuweze kuelewa kidogo kwamba tukiangalia kabla ya ukoloni, katika nchi zetu hizi kabla ya ukoloni tulikuwa tunajitawala wenyewe. Sasa walipokuja wakoloni, kuna namna ambavyo walitumia kwanza ushawishi. Walianza na mambo ya kibiashara, tunafanya biashara, na mambo ya dini na biashara. Alafu dini na biashara wakatusoma, wakatuelewa, ndio wakatumia sa nguvu kutufanya nini? Kutukolonize au kutuingiza katika utumwa. Kwa hiyo tulikuwa na asili ya mwanzo kwamba tulikuwa tunajitawala wenyewe, lakini hao watu walipokuja wakaanza na biashara na dini, alafu walipopata access ndivyo ambavyo wakaweza sasa kufanya nini? Wakaweza kutumia nguvu. Sasa wazee wetu katika zama zile walipoongoza harakati za ukombozi, zilikuwa ni kujikomboa kutoka katika kutawaliwa kimaamuzi, kwamba kwa sababu mwanzoni tulikuwa tunajitawala wenyewe, tulikuwa tuna asili yetu, tulikuwa tuna namna yetu ya kufanya maamuzi. Lakini walipokuja wakoloni wakatuwekea utaratibu wa kufanya maamuzi, utaratibu wa kuenenda, utaratibu wa kuamua. Walikuwa na sheria za kikoloni, walikuwa na namna yao, walikuwa wanatupangia. Lakini wazee wetu walivyoelekea zile harakati, zikafanya nini? Zikaleta kitu kinachoitwa ukombozi, kwamba zikatutoa katika ule utumwa wa kikoloni, alafu tukarudi katika ile namna yetu ya asili. Kwa hiyo ukombozi, hiyo yote namna ya kuelekezea kwamba ukombozi unamtoa mtu katika namna ya utumwa wa kigeni, kumleta mtu katika namna yake ya asili aliyokuwa nayo hapo mwanzo. Na kingine pia tuangalie sasa maana ya uhuru, kwa sababu hizi term mbili zimetokea katika ujumbe wetu. Uhuru, na nikisema neno uhuru ni neno ambalo linatumiwa vibaya mno. Yaani kama kuna neno ambalo linatumiwa vibaya mno ni neno hili uhuru, hasa kwa kanisani huku katika kanisa la leo. Huyu kitu cha uhuru tunakitumia vibaya. Kizazi cha leo kinatumia neno uhuru vibaya sana, kwa sababu alielewi tafsiri ya uhuru. Yaani uhuru imeonekana ni kitu cha kutokuwa chini ya mamlaka. Wakati mwingine kwamba bana, mimi niko huru. Sisi tuko huru bana, tunaongozwa na Roho, kwamba Roho akikuongoza, kwa hiyo wewe huwezi kuwa chini ya mamlaka. Lakini pia wakati mwingine uhuru umefanywa kufanya kile ambacho unajisikia, kwamba kama kwa sababu uko huru, kile chochote unachojisikia unaweza ukafanya. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya uhuru. Ni vitu ambavyo vimekuwa misinterpreted, vimetolewa tafsiri ambayo si sahihi, kwamba watu wanasema tuko huru, lakini mtu anatafsiri uhuru ni kufanya ambacho anajisikia, na wengine wanafikiri kwamba ni kutokuwajibika. Tumeona watu tunataka uhuru wa kuzungumza, sema uhuru wa kuzungumza, uhuru wa kutoa mawazo yangu. Katika za leo ipo kweli kweli, kwamba uhuru wa habari, uhuru wa kutoa mawazo. Lakini je, uhuru tafsiri yake ni nini? Hata kwenye makanisa kumekuwa wakati mwingine kwaya zinataka nazo ziwe huru, zijipangie mambo yao. Watoto nao wanatafuta kuwa uhuru. Siku hizi watoto katika nchi zilizoendelea nao, kuna mzazi, kuna vitu ukivifanya wanakushtaki kwamba ameingilia uhuru wangu. Kuna filamu moja nishawahi kuiangaliaga yaani hata baba mwenyewe kuingia kwenye chumba cha watoto lazima awaambie kwamba naweza kaingia chumbani. Yaani wamefika katika level hizo kwamba kila kitu, yaani mtoto ana uhuru fulani ambao huo uhuru unaweza
akaweza kumzuia hata mzazi. Kwa hiyo uhuru ni neno ambalo limetumiwa vibaya hata katika kanisa. Uhuru. Sisi tuko huru bana, usitubabaishe. Sisi hatuko chini ya sheria. Ukileta sheria zako kanisani, unakuona huyu bana anaweza kuleta sheria zake kanisani. Huyu bana anaanza kuleta taratibu wake. Tuko huru. Neno la uhuru limetumiwa tofauti sana katika zama zetu. Lakini uhuru maana yake ni nini? Uhuru. Naposema uhuru, uhuru ni kuwa na uhalali au haki ya kutenda ndani ya mipaka yako bila kuingiliwa na walio nje ya mipaka. Tunaposema uhuru ni kuwa na uhalali au haki ya kutenda ndani ya mipaka yako bila kuingiliwa na walio nje ya mipaka. Kwamba nina uhalali au nina haki ya kutenda ndani ya mipaka yangu bila kuingiliwa na walio nje ya mipaka. Sasa lazima utuelewe kwamba tunapozungumzia kwamba kuwa na haki ya kufanya kitu fulani bila kuingiliwa, tuelewe kwamba hiyo haki au huo uhalali unatokana na nini? Unatokana na sheria. Kwamba popote tunaposema neno haki, hiyo haki unaipataje? Ninaipata hiyo haki kwa sababu hiyo haki imezungumzwa kwenye sheria fulani. Kwamba mtu anaposema mimi bana niko huru, nina haki ya kufanya kitu hiki bila kuingiliwa, hiyo neno haki lazima iwe imezungumzwa kwenye sheria fulani. Sasa tutakuja kuona kwamba kuna sheria za wanadamu na kuna sheria ya Mungu. Na sisi tunadili na sheria ya Mungu, si ndio? Ila maana unaposema kwamba nina haki ya kufanya jambo hili, nina uhuru wa kufanya jambo hili, maana nina haki ya kufanya jambo hili bila kuingiliwa. Lakini tuelewe kwamba hiyo haki ambayo nilisema lazima iwe imetokana na sheria. Sheria gani? Kama ni uhuru ndani ya Kristo, lazima hiyo haki iwe imezungumzwa na Kristo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuelewe kwamba uhuru wa mtu unatokana na kujua sheria na kutembea katika hizo. Uhuru wa mtu unatokana na kujua sheria na kutembea katika hizo. Kwa sababu nasema hivi, mtu ambaye anavunja sheria, kwa mfano kama ukiwa unavunja sheria, hauwezi kuwa na uhuru. Unajua kwamba kwa mfano umevunja sheria sehemu, kuna kitu umekifanya ambacho ni kinyume cha sheria, hauwezi kuwa na ule uhuru. Unajua sasa hapa nimekosea hapa. Ukikutana na wale ambao wanasimamia sheria unakuwa una uoga. Kwa nini? Umekosa uhuru kwa sababu gani? Umekosa uhuru ndani kwa sababu gani? Kwa sababu umevunja sheria. Kwa hiyo uhuru ni matokeo ya kujua sheria yako. Kujua sheria au kujua haki unayoipata katika sheria fulani. Kwa hiyo ukiona mtu anafanya jambo kwa kificho, kwa uoga, ujue kwamba jambo hilo sio halali. Ukiona mtu anafanya jambo fulani, yani sio kwa uhuru, kwa kificho, kwa uoga, kwa kujificha, maana yake kwamba hana uhuru, si ndio? Hana uhuru. Lakini kwa nini? Kwa sababu unajua jambo hilo unakuta sio halali. Kwa sababu kama unafanya kitu ambacho ni halali, jamani, hivi si unalifanya kwa uhuru Kwa mfano kama unauza kitu ambacho ni halali hapo barabarani, si unauza kwa uhuru. Kwa mfano labda unafanya kitu fulani ambacho sisi tumewaamini nikiwa na mke wangu, natoka naye kwa uhuru, lakini nikiwa najua huyu ni mke wa mtu, siwezi kuwa na uhuru. Siwezi kuwa na uhuru kutoka naye, kufurahi naye, yani ninakuwa na. Kwa hiyo uhuru unatokana na kujua sheria na kutembea katika hizo. Kwa sababu
sheria ndio inampa mtu uhuru. Sheria ndio inampa mtu uhuru. Uwezi ukasema kwamba wewe uko huru nje ya sheria. Ukiwa nje ya sheria hauko huru. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimezungumza hayo kwa sababu wakati mwingine tunasema bana, sisi tuko huru. Huo uhuru unaozungumziwa, huo uhuru umepewa na sheria gani? Kwa sababu uhuru ni kuwa na haki ya kufanya mambo fulani bila kuingiliwa, na hiyo haki lazima uipate kwa mujibu wa sheria fulani. Kwa hiyo sheria ya roho wa uzima iliyo katika Kristo Yesu inatufanya kuwa huru bali na sheria zingine katika ulimwengu wa roho. Katika hili tukisoma kwenye kitabu cha Warumi 8:2 anasema, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru au imenipa uhuru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Kwa kuna sheria mbili hapa. Kuna sheria ya dhambi na mauti, au tunasema ni sheria ya Torati. Sasa nilipopewa haki kwa kupitia sheria ya roho wa uzima, maana ni kwamba nini? Ikaibatilisha ile sheria ya dhambi na mauti, au sheria ya Torati. Sheria ya Torati. Yaani nataka kusema ni kwamba mtu anakuwa huru. Kisema niko huru, maana ni kwamba niko huru mbali na nina haki ya kufanya maamuzi. Nina haki ya kufanya maamuzi bila kuingiliwa na walio nje au vilivyo nje ya mipaka. Kwamba mimi niko Tanzania, nina uhuru wa kufanya maamuzi, nina uhuru nina haki ya kufanya au kuenenda kwa kufanya maamuzi sawasawa na taratibu na mipaka niliyowekwa. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba zile sheria za nchi nyingine au sheria za kikoloni ambazo zilikuwa hapo mwanzoni hazina mamlaka ya kufanya nini? Hazina mamlaka ya kunizuia. Tunaenda sawasawa eh? Kwa hiyo kwa kadiri ambavyo mtu anajua sheria ya Mungu, ndivyo mtu huyo anakuwa huru. Kwa kadiri ambavyo mtu anajua sheria ya Mungu, ndivyo ambavyo anakuwa huru. Sasa anakuwa huru mbali na nini? Anakuwa huru mbali na uonevu wa adui. Anakuwa huru mbali na mshitaki. Biblia iko wazi kwa habari ya mshitaki. Petro kwanza 5:8 anasema, muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshitaki wenu Ibilisi ni kama simba ngurumaye akizunguka akitafuta mtu ammeze. Sasa huyu ambaye anazunguka akitafuta mtu ammeze, unamshinda kwa kitu gani? Kwa kujua. Ukijua sheria, maana inakuweka huru mbali na nini? Na uonevu. Uonevu wa nini? Uonevu wa Ibilisi. Uonevu wa nini? Uonevu wa Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uhuru, hakuna uhuru unaotafsiriwa nje ya sheria, kwa sababu ukitoka nje ya sheria wewe hauko tena huru. Ukitoka nje ya sheria hauko huru. Kwa hiyo sisi wenyewe tunasema tuko huru mbali na nini? Katika kwa mataifa yetu haya tuko huru mbali na nini? Tuko huru mbali na ukoloni. Sababu wakoloni walivyokuwa wanatawala waliweka sheria zao. Katika Kristo tunasema tuko huru mbali na nini? Tuko huru mbali na sheria ya Torati, lakini tuko huru mbali na utumwa wa dhambi. Kwa uhuru lazima kuwe huo uhuru huo yani unakuwa huru mbali na nini?
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndivyo ambavyo ilivyo. Na kingine pia tumeona ukombozi na uhuru ni vitu tofauti. Ukombozi na uhuru ni vitu tofauti, kwamba ukombozi ni kutolewa katika hali fulani, na uhuru ni haki ya kutembea katika njia fulani, kwamba huyu amekombolewa, ametolewa katika hali fulani, alikuwa katika hali, sema ni hali ngeni, ametolewa katika hali yake asili, akapelekwa katika hali ya utumwa. Unapomtoa katika utumwa ukamrudisha katika hali yake ya asili, unasema umemkomboa. Lakini anapokuwa katika hali yake ya asili, akajua haki zake, ataishi kwa uhuru. Kwa nini? Kwa sababu anatambua haki zake. Kwa hiyo kwa maana hiyo namaanisha nini? Mtu anaweza akawa amekombolewa, lakini asiwe uhuru. Anaweza mtu akawa amekombolewa lakini asiwe uhuru. Ni kitu ambacho kukielewa hapo inaweza kawa kwa haraka inaweza kawa ni ngumu kweli kweli. Kwamba tukiwaangalia wana wa Israeli, tutakuja kuangalia wana wa Israeli. Wana wa Israeli walikombolewa kutoka katika utumwa Babeli, wakapelekwa katika nchi ya ahadi. Lakini ukiangalia walipotolewa, katika kile kipindi cha kutolewa, bado walikuwa wanaishi kama watumwa. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa hawajui sheria ya Mungu. Kwa katika jangwa walikuwa wanalalamika, walikuwa wanamlaumu Mungu, walikuwa wanalalamika. Katika mataifa yetu haya, unajua, nataka nitoe mifano tu halisia kabisa. Wazee wetu walipambana kutukomboa kutoka katika nini? Katika utawala wa kikoloni, si ndio? Tukakombolewa kutoka katika tawala za kikoloni, tukarudi katika asili yetu ya zamani, asili yetu ya kwanza, kwamba tulikuwa tunajiamulia na kujipangia mambo yetu. Lakini kuna vitu ambavyo pia vinaweza vikasema kuna uhuru mwingine ambao unatakiwa tuupate, kwa maana ya kwamba nini? Kuna uhuru wa kiuchumi, kuna uhuru wa kitamaduni, kuna vitu ambavyo pia vinaweza vikafanya baada ya kukombolewa, baada ya kukombolewa, kuna hatua nyingine ya kuwekwa uhuru. Na katika hili tumeangalia wana wa Israeli walikuwa utumwani Babeli, lakini pia walikuwa utumwani Misri. Walivyokombolewa kule Misri, bado walikuwa wanalalamika. Na tuangalie sasa ukombozi aliofanya Yesu kwa uharaka, maana muda unakimbia. Ukombozi aliofanya Yesu, Kolosai 1:13, anasema naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Anasema ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Naye alitukomboa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Kwamba tumekombolewa sisi. Tumekombolewaje? Tulikuwa tumekamatwa na nguvu za giza. Kwamba mwanzoni sisi tulikuwa ni wana wa nuru, lakini kwa sababu ya dhambi tukafanya nini? Tukaingia utumwani. Tulipoingia utumwani, tukaja tukakombolewa na nani? Na Yesu Kristo. Katika yeye tuna ukombozi. Ukombozi gani? Msamaha wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu Kristo
ametukomboa kutoka katika nguvu za giza, na ukombozi huo umetokana na nini? Na msamaha wa dhambi. Kwa hiyo sisi waamini tunapopokea msamaha wa dhambi, ndio ukombozi wenyewe, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Kwamba kwa sababu mwanadamu alikuwa amefanya dhambi, kilichokuwa kinadaiwa kwake kilimfanya aingie katika deni, kwamba kwa sababu amefanya dhambi uhai wake unadaiwa. Yesu ili kutukomboa akalipa fidia ya kile tulichokuwa tunadaiwa. Kwa sababu nimesema kama umeingia utumwani kwa sababu ulikuwa unadaiwa deni, njia ya kukomboa lazima iwe njia ile ile ambayo nini imekuingiza utumwani. Kwa hiyo kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti, Yesu alichokifanya akautoa uhai wake ili nini? Ili sisi tukombolewe. Ndipo inakuja Waebrania 9:12 anasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo imetukomboa. Damu ya Yesu Kristo imetukomboa. Na kingine pia Timotheo 1:5 anasema, kwa sababu Mungu ni mmoja, mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja, mwanadamu Yesu Kristo. Anasema ambaye alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote utakaoshuhudiwa kwa majira yake. Alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi. Kwa hiyo Yesu Kristo alitukomboa kwa kulipa nini? Fidia. Alilipa fidia ili sisi tusamehewe, kwamba Mungu ilistahili sisi atuhukumu, kwa sababu neno la Mungu alirudi bure. Aliposema kwamba hakika utakufa, baki lazima utakufa. Yaani adhabu ya Mungu akisema neno lake lazima litimie. Sasa ili asamee, atengue neno lake, lazima yeye alipe gharama. Yaani kila alichokisema kitatokea, lazima kitokee, si ndio? Lazima kitokee. Kwa alikubali kumwachilia mwanae Yesu Kristo ili adhabu ya dhambi imwangukie, ili sisi tupokee msamaha wa dhambi. Kwa tumekombolewa na Yesu Kristo kwa njia ya kupokea msamaha wa dhambi. Tito 3:5 anasema, kwa sababu ya matendo ya haki, anasema si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyotenda sisi, sema bali kwa rehema yake na kwa kuoshwa na kwa kuzaliwa mara ya pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Kwamba ukombozi ambao Yesu Kristo aliufanya, alitufanya tukasamewa dhambi, alafu kule kusamewa dhambi ndio kuzaliwa mara ya pili. Kwa katika roho zetu, kwa sababu kuzaliwa mara ya pili, tunapozungumzia kuzaliwa mara ya pili, amani, ni katika roho. Tumefanywa upya katika roho. Yaani kuzaliwa mara ya pili, tuelewe kabisa kwamba ni kitu cha rohoni ndani, kwamba roho zetu zimefanywa upya katika Kristo Yesu, kwamba roho zetu zimepokea msamaha wa dhambi, kwa sababu miili itakapoharibika itabaki roho, na Mungu atakacho kihukumu, atahukumu roho ya mwanadamu, atamhukumu ibilisi na malaika zake, lakini pia atahukumu wale wote ambao hawakumwamini, Kwa hiyo roho zetu zimepokea msamaha wa dhambi. Nataka tuone taratibu, tutaelewa. Anasema Yohana wa kwanza 5:1 anasema, kila mtu aaminie kwamba Yesu
ni Kristo amezaliwa na Mungu, na kila mtu ampendaye mwenye kuzaa ampenda hata yeye aliyezaliwa naye. Mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu. Amezaliwaje na Mungu? Mimi nimezaliwa na mzazi wangu, si ndio? Nimezaliwa na mzazi wangu. Alafu kusema nimezaliwa na Mungu katika logic ya kawaida haije. Kwamba ukimwambia mtu mimi nimezaliwa mara ya pili, kwanza atakushangaa. Umezaliwaje mara ya pili? Lakini nimezaliwa ndani katika roho yangu. Sasa ile kuzaliwa mara ya pili ndani ndio kukombolewa. Tumekombolewa na Yesu kwa bei ya mauti yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimesema hayo na hiyo kukombolewa sasa, ndiye mtu ambaye amekombolewa ndiye ambaye aliokoka. Yaani usije ukasema mbona nazungumza swala ukombozi na kuokoka ni vitu, yaani kila kitendo cha kukombolewa ndio kinafanya mtu aokoke. Kwa aliyeokoka, kwa nini ameokoka? Kwa sababu amekombolewa. Amekombolewa na nini? Na damu ya Yesu Kristo. Kwa uokovu au kuokoka ni mjumuisho au tafsiri yake hasa ni mtu aliyekombolewa na damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na kingine pia nachotaka kusema ni kwamba mtu aliyekombolewa au aliyeokoka hajawa huru automatic katika utu wa nje na katika nafsi yake, kwamba unaweza ukawa umeokolewa, umekombolewa, roho yako imekombolewa. Mungu akikuangalia anakuona kabisa huyu hana dhambi. Lakini ili uwe huru mbali na matendo ya giza, kuna kuijua nini? Kuna kuijua sheria ya Mungu. Kuna kuijua sheria ya Mungu. Kwa sababu utawezaje kutenda haki au utawezaje kutembea haki? Utawezaje kuwa na haki ya kufanya maamuzi fulani au kutembea katika haki zako kama uzijui hizo haki? Kwa sababu mtu aliye huru anakuwa huru kutembea katika zile haki zake, kwamba nina uhuru mimi. Lakini huo uhuru ni uhuru wa kutembea katika haki zangu. Ukitoka nje ya haki zako, yaani inakuwa sababu umetoka nje ya uhuru wako. Kwa hiyo mtu aliyekombolewa, aliyeokolewa, ili awe uhuru kweli kweli, kuna kitu kinachomfanya kuwa uhuru, kinaitwa sheria ya Mungu. Na katika sisi sheria ya roho wa uzima, sheria ya roho wa uzima. Kwa hiyo kujua sheria za Mungu ndio kunawafanya kuwa watu huru. Na kingine ambacho nataka nikiseme hapa, alizungumza Paulo kitabu cha Wakorintho wa kwanza 13 kuanzia mstari wa 11. Anasema nilipokuwa mchanga nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Na Galatia 4:1 anasema lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote. Alikuwa anasema Paulo hapo kwamba nilipokuwa mtoto nilikuwa nazungumza kama mtoto. Nimeokolewa sawa, lakini kwa sababu ya ule uchanga nitafanya vitu kwa kitoto, nitafanya maamuzi kwa kitoto. Mtumwa anapookolewa kutoka utumwani, ni rahisi sana ile namna ya utumwa akaiendeleza akiwa huku, sema katika akiwa huru. Kwa anachohitaji nini? Anachohitaji kufundishwa namna ya kuishi ule uhuru. Yaani leo hii ukimtoa mtumwa, mtu ambaye amekaa utumwani sana, amekaa katika mazingira fulani sana, tuachane na utumwani. Ukimtoa mtu mwingine amekaa kijijini sana huko ndani, amekaa kijijini, ukamleta mjini, kuna vitu atavifanya vya mazingira ya kule alikotokea. Ndivyo ambavyo mtu aliokolewa. Umekombolewa roho yako, lakini kwa sababu mwili wako ulishazoezwa kufanya vitu katika namna ya utoto,
namna ya utumwa. Ukija huku unaweza ukajikuta kuna baadhi ya vitu sasa vile vitu ili viondoke, ili uwe huru mbali na matendo ya kitumwa, lazima kwanza sheria ya Mungu uijue. Na ndio maana Roho Mtakatifu ni sheria ya Mungu iliyowekwa ndani yetu, ni sheria ya Mungu inayozungumza ndani yetu, kwamba Roho Mtakatifu yuko ndani yetu ili kutuongoza, na anapokuongoza, anaposema na wewe, ndiyo sheria yake. Katika hili naomba nizungumze kidogo hapa kwa wana wa Israeli. Kitabu cha Hesabu 11, muda naona huu unakimbia. Hesabu 11 kuanzia mstari wa kwanza nasema, kisha hao watu walikuwa kama wanung'unikao wakinena maovu masikioni mwa Bwana. Bwana aliposikia hayo, hasira zake zikawaka, na moto wa Bwana ukawaka katikati yao, ukawateketeza katika mipaka ya mwisho wa marago. Sasa ndipo watu wakamlilia Musa, naye Musa akamuomba Bwana, moto ule ukakoma. Jina la mahali pale kaitwa Tabera kwa sababu huo moto wa Bwana uliwaka katikati yao. Kisha makutano na wafuasi kati yao wakashikwa na tamaa. Wana wa Israeli nao wakalia tena wakisema, nani atakayetupa nyama tule? Tukumbuka samaki tuliokula huko Misri bure, na yale matango na matikiti na mboga na vitunguu saumu. Lakini sasa roho zetu zimekauka, hapana kitu chochote, hatuna kitu cha kutumainia isipokuwa hii mana tu. Walikuwa wametoka utumwani, wamekombolewa, lakini bado wanakumbuka matikiti maji, nyama, mboga za Kimisri. Wanakumbuka. Walikuwa bado wananung'unika. Sasa hao watu walikuwa wamekombolewa, lakini bado hawajawekwa huru. Na kingine pia tunamwangalia Yesu hapa. Yesu alikuwa anazungumza na wale ambao walikuwa wamemwamini. Yohana 8:13, Yohana 8:31 anasema, basi Yesu akawaambia Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Sema, wakamjibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote. Nawe wasemaje, mtawekwa huru? Yesu akajibu akawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Asema, wala mtumwa hakai nyumbani siku zote, mwana ukaa siku zote. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Hapa alikuwa anawaambia mkikaa katika neno langu. Alikuwa anaongea na Wayahudi ambao wamemwamini, maana kwamba waliokombolewa, waliookolewa. Anawaambia mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Anasema tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Kwa kinachomweka mtu huru ni kweli ya neno la Mungu. Ile kujua sheria ya Mungu ndio kunamfanya mtu auishi uhuru ndani ya Kristo. Kinamfanya mtu auishi uhuru ndani ya Kristo. Yaani kama hujui sheria ya Mungu, umekombolewa sawa, roho yako imeokolewa, umeokoka, umezaliwa mara ya pili, lakini kuna namna utaenenda kama mtumwa. Kwa sababu ukombozi unadili na roho ya mtu, lakini uhuru unadili na nafsi ya mtu na mwili wa mtu. Kwamba roho yako imeokolewa, lakini katika utu wa nje unaenenda kama mtumwa. Kwa hiyo ndivyo ambavyo ilivyo kweli. Yohana 17:17 anasema, watakase na ile kweli, neno lako ndio kweli. Ukiacha kusikia mafundisho, ukiacha kusoma neno la Mungu, umeokoka, umekombolewa, yaani ni ngumu sana matendo ya mwili kuyaacha. Ni ngumu sana kuyaacha matendo ya mwili. Ni ngumu sana lazima kutaenenda kama mtumwa. Na kingine pia
nataka niseme hapa, tutakuwa tuelewe kwamba sisi ili tuwe huru kweli kweli, au tuuishi ule uhuru ambao Kristo ameuachilia kwetu, inatupasa kujifunza kwake. Watu wengi tumekuwa tukijifunza mafundisho ya Musa, tumekuwa tukisikiliza mafundisho kwamba mtu anapitia hayo anayopitia kwa sababu pengine anahitaji kufanya hivi, anahitaji kutoa hiki, anahitaji kuvunjwa, sio kuna laana za kuvunja. Lakini ni kuelewa tu haki zako, kwamba yani Yesu anikomboe roho yangu, alafu eti bado aache kitu fulani, kwamba umekombolewa, Mungu amekukomboa, alafu bado tena inahitaji sijui uje kuvunja sijui roho gani, au amekukomboa alafu eti unapitia hayo unaopitia kwa sababu nimenunua kiwanja, nimekaa kwenye kiwanja ambacho kwa kiwanja sijui kimefanywa jambo gani. Kwa hiyo iko jambo lilofanywa kwenye hiyo kiwanja ndio kinafanya hata mimi mwenyewe nitaabike, niishi maisha ya kitumwa. Kwamba Yesu ukombozi wake ni wa nusu. Yesu ametuweka huru, lakini yatupasa kujua haki zetu. Ukijua haki yako kama mwana wa Mungu, ukijua mamlaka ulionayo kama mwana wa Mungu, yule mshtaki ibilisi hawezi akakudanganya, kwa sababu unajua iko hivi, wakati mwingine sisi waamini tunaonewa na ibilisi. Kwa nini? Kwa sababu ya kutokufahamu. Muamini aliyekombolewa akipitia hali ya kitumwa, mtu namna hiyo, ni kwamba anapitia uonevu. Anapitia nini? Uonevu. Kwamba nimekombolewa na Kristo Yesu, ninaweza nikaonewa. Kwa nini? Kwa sababu sijui haki yangu. Ninaweza nikaonewa kwa sababu sijui nafasi yangu, sijui mamlaka yangu. Kwa hiyo muamini katika Kristo Yesu, kitakachomweka huru ni kweli kujua haki zake. Usipojua haki yako utaonewa. Na ukiona kuna mafundisho aina yote yanakuja katika maisha yetu, yanasema hayo unaopitia ni kwa sababu ya aidha mababu zako au nini, umeokoka, alafu anakuambia si mababu zako, sijui kwa sababu ya vitu fulani, roho gani, sijui nini. Kwa nini hizo roho zikutese? Kwa sababu zinakuonea, kwa sababu hujui. Najua kawaida mtu asipojua sheria unaweza ukamuonea Kama ukijua mtu ajui sheria, maana kwamba kama mtu ajui sheria, maana kwamba ajui haki zake, si ndio? Kama ajui haki zake, maana kwamba huyo mtu una uwezo wa kumuonea. Kwa nini? Kwa sababu ajui. Lakini mtu ambaye anajua sheria ya Mungu. Unajua hata Ibilisi alikuwa anataka amuonee Yesu wakati anamjaribu. Ndio maana alienda kwa neno la Mungu, akamwambia ikiwa ni mwana wa Mungu, geuza jiwe hili liwe mkate. Sasa inakaa kwa sababu alikuwa anajua, akamwambia imeandikwa, mtu ataishi kwa mkate. Inamaana kwamba angefanya, inamaana kwamba yeye pengine ana uhakika kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Unajua kwamba Yesu angefanya kugeuza lile jiwe kuwa mkate, ina maana pengine hana uhakika kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Unajua kuna vitu vingine ukiambia ufanye, alafu una uhakika kwamba wewe ndi. Unajua iko hivi. Kwa mfano mtu mwingine anaweza kwenda kufanya kazi sehemu, labda kama yeye ana mamlaka fulani. Wakati mwingine anaweza hata asiwe na kitambulisho, anafanya, ana ujasiri kwa sababu mimi ni muhusika. Kwa hiyo kutokujua kweli ya neno la Mungu kunatufanya tusiuishi uhuru. Na tuelewe kwamba Mungu ametukomboa, amekomboa roho zetu. Kwa kama kuna ukombozi mwingine unaokuja, ukombozi huo lazima utakuwa si ukombozi ambao, sababu ukombozi wa Yesu Kristo ni kazi yake ameimaliza, ni ukombozi, ametukomboa roho zetu kabisa. Amezikomboa roho zetu kabisa. Kinachofanya baada ya ukombozi ni kuwekwa uhuru. Kuwekwa uhuru katika nini? Katika nafsi na
na katika miili yetu, kwa sababu katika miili wakati mwingine tunaweza kufanya matendo ambayo sema unatenda dhambi dhidi ya mwili wangu. Ukifanya uzinzi, ulevi, ulafi ni matendo ambayo ni dhambi, unatenda dhambi juu ya mwili wako mwenyewe. Lakini kuna dhambi ambayo ukiifanya, mtu anayeabudu miungu mingine, hiyo ni dhambi ambayo unaitenda katika roho. Lakini kuna dhambi ukiifanya, hizi matendo ya mwili, hayo matendo yanafanya nini? Unatenda dhambi juu ya mwili wako, na kuna matendo ambayo unatenda dhambi juu ya nafsi yako mwenyewe. Kwa hiyo hayo yanahitaji nini? Yanahitaji kuelewa kweli, kusikia kweli, ili uweze kutoka katika hali ya huo utumwa, kutoka katika hali ya huo utumwa wa. Kwa hiyo nimezungumza neno hili katusaidie kwamba tunaposikia kwamba kuna kukombolewa nini, hebu tuwe na ujasiri kwamba Kristo alichokifanya kimetosha. Siwezi nikaongezea kingine katika ukombozi ambao alifanya Yesu. Sio kwa kutoa sadaka, sio kwa maombi ya ukombozi. Ukombozi kamili ni ukombozi wa mimi kumwamini Yesu Kristo kuwa amenisamehe dhambi. Amelipa fidia ya uhai wangu. Uhai wangu ulikuwa unadaiwa kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini Yesu Kristo ametoa uhai wake kwa ajili yangu ili mimi nisamehewe. Kwa kuelewa hivyo, maana kwamba mimi mbele za Mungu sistakiwi tena. Hakuna kitakachonishitaki mbele ya Mungu. Kwa sababu nini? Kwa sababu fidia imekwisha kulipwa. Ukiambiwa utoe sadaka ya ukombozi, ukiambiwa sio kuna maombi ya kukomboa sio nini? Ukombozi pekee ambao unaweza ukausababisha kwa mtu ni kwa kumwambia habari njema ili aziamini. Alafu akishaamini anaokolewa. Baada ya hapo sasa anahitaji kujifunza ili auishi ule uhuru ambao ameupokea. Mungu atusaidie sana sisi kanisa. Atusaidie kwamba sisi waamini tuelewe kwamba tumeokolewa sawa, tumekombolewa sawa, lakini tunahitaji neno lake ili lituweke huru kweli kweli. Wakristo wengi wanafurahia kwamba nimeokoka, lakini hawapendi neno. Wakristo wengi hawako sensitive na mafundisho neno. Wanasema mimi nimeokoka inatosha. Wakristo hawajifunzi neno la Mungu. Hawajifunzi sheria za Mungu. Ndio maana wanaishi kama watumwa. Kwa sababu kama hauifahamu kweli ya Mungu, hauwezi ukawa huru. Tunafurahia tumeokoka inatosha. Tumekombolewa inatosha. Lakini kuna vitu ambavyo vimetufanya nini? Vinatufanya kuishi kama watumwa. Kuishi kama watumwa nini? Kutokujua. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na uhuru katika Kristo Yesu. Lazima tuijue sheria ya roho wa uzima. Sheria ya roho wa uzima ulio katika Kristo Yesu. Sio sheria ya Torati, sio sheria zingine za ulimwengu wa roho mwingine, ni sheria ya uzima ulio katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Baba yetu, Mungu wetu wa mbinguni, nakushukuru kwa ajili ya neno lako hili. Natambua kabisa kwamba umeachilia neno hili ili kutuimarisha, kuweza kufahamu mapenzi yako, kuweza kujua njia zako, kuweza kujua ya kwamba sisi umetukomboa. Umelipa gharama zote ambazo tunadaiwa ili sisi tuwe huru. Bwana, ninakushukuru kwa kuwa wewe umetupenda. Ninaendelea kuomba Bwana, ninaendelea kuomba Mfalme kwa ajili ya kanisa lako Bwana. Endelea kuliimarisha katika mafundisho ili kapate kuwekwa huru kweli kweli, kwa sababu ndivyo ulivyosema katika neno lako, tutaifahamu kweli na hiyo kweli itatuweka huru. Sifa na heshima na kurudisha wewe kwa ajili ya neno lako hili. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen.